Jina langu Hamid ni Maalim Personal. Shekhe nilikuwa naomba kuuliza katika wasilisho na mafunzo ambayo tulifaidika kutoka kwako katika wakati niliposafiri kwa ajili ya kugawa kabisa na kitu tulisikia na kuwasilishia yule mama aliotosa watoto wake 6 mtoni mama na watoto wote kama wamewakosa kwa sababu yote ya machafuko dhidi ya baada ya amani na msungu shaba kiendelee kutumisha yetu. Swali langu la msingi ile wakati na nafsi ilati haram Allah illa bil haq kuyumana na hii itakuwa ni mshikanayo kwa wajibu kwa watoto wake 6. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtu anakatazwa kuua mwingine kwa kunusuru nafsi yake. Ndio ufupi wa jambo hili. Hata ukisikia kuna ule mlango wa dharura, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah anasema, inna Allah tajawaza li an ummati as-sahwa al-khata wa mastukrihu alayhi. Kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameusamehe umma wangu kufanya kosa kwa kutojua au kufanya kosa kwa kuwa mtu kasahau au anafanya kosa kwa kuwa kalazimishwa. Mambo mangapi hapa? Matatu. Kufanya kosa hali hii kama lile mkosa. Kufanya kosa ulikuwa unajua lakini umesahau kwenye kile unafanya kama lile mkosa. Au umefanya kosa unajua kwa ni kosa na hujasahau lakini unafanya kwa vile umeazimishwa. Mama huyu alilazimika. Ndivyo sio? Ndivyo. Lakini kurudi katika faida za kufikiri, hata kama utalazimishwa kuua mwingine kwa ajili ya kunusuru wewe usiue, bora mfenyote au ufeyote. Uislamu unasema muue huyu nasibu na kuua, basi ndio mimi sitakiwi kukiondosha kifo katika nafsi yangu nikamipeleka katika nafsi yangu. Ndio Uislamu unasema. Allahu a'lam. Kwa maana Mungu amsamehe. Baada ya hili ndio hukumu mtani